سفيان عن فلان حديث يا كwanza إنما الأعمال بالنيات. سفيان عن فلان حديث أبيل من أحدث في أمرنا هذا. سفيان عن فلان عن أبي هريرة حديثه. سفيان عن فلان عن فلانه. akazihesabu zote. Kumbuka hapa hapajatajwa idadi, kama ni hadithi 500 akazihesabu zote. Al-Humaydi anasikiliza moja moja mpaka zikaisha. ثم قلت لابن ديسم, kisha nikamwambia ibn Daysam, udda ma katabta an Sufyan, na wewe hesabia ulichokiandika kutoka kwa Sufyan anhu, kutoka kwa Sheikh. Fa idha Sa'id yughribu ala ibn Daysam bi ahadith, tamaki Sa'id kuna ahadithi anazitaja nyingine ni gharib, maana yake ni ngeni. Ibn Daysam ye hana, na ibn Daysam wa ibn Daysam na ibn Daysam mwenyewe yughribu ala Sa'id fi ahadith kathira, na anataja baadhi ya hadithi Said ibn Mansur hana. Maana yake kuna hadith kwa huyu ziko, kwa huyu hakuna, na mwingine kwa huyu ziko, kwa huyu hakuna. Ina maana angalia jinsi ya idadi hapo itakavyopungua, kwa sababu mimi nina hadithi 10 na mwenzangu ana hadithi 10, halafu kuna mtu mwingine anasema sheikh wake kapokea hadithi 30. Bila shaka mimi naweza nikawa niko na hadithi 10, lakini baadhi ya hadithi zangu mwenzangu hana, na kuna nyingine zinajikariri yeye anazo. Kwa hiyo tukizikusanya kwa zote, tuzitoe zile ambazo zinajikariri, tutakuta lazima idadi iongezeke, kwa sababu zile ambazo yeye hana mimi niko nazo, na zile ambazo yeye yuko nazo mimi sina, na zile ambazo tunazowafikiana zitachukua namba ile ile, lakini ambazo yeye hana mimi niko nazo zitaongeza namba, na ambazo mimi sina yeye yuko nazo zitaongeza namba. Kwa hiyo tahmaki zile hadithi zikaongezeka idadi kuliko kile walichokikisia wao. Fa idha qad dhahaba alayhima ahadithun yasira, tahmaki hadithi zilizowapita wao ni hadithi chache. Fa dhakartu ma dhahaba alayhima, mimi nikataja kile ambacho kimewapita wao. Qala, akasema faraitu alhayaa wal khajala fi wujuhihima, mimi nikaona aibu katika nyuso zao. Kile kilichowapita wao mimi nilipokitaja kikakamilisha idadi niliyoizungumza. Maana Al-Humaydi kawashinda wanafunzi wenzake kwa sababu anazijua hadithi ambazo wao hawazifahamu na hadithi ambazo wao wanazifahamu. Kwa hiyo wakaona haya na wakakiri kuwa huyu kweli hapa katuzidi, na ndio maana wakasema kwa Al-Humaydi bila shaka alikuwa ni mwenye hadithi nyingi kuliko wenzake. Tukiangalia tuna lisali moja mpaka sasa darasa yetu tumeshatimiza lisali zima katika kusoma, na bado tupo na Sheikh letu Al-Humaydi, na hatujamaliza habari zake, na hatutaki twende spidi ili tuseme tutumalize, kwa sababu kuna mengi ya kujifunza kupitia hawa watu. Itapendeza bila shaka hakuna habari nyingi mbeleni, lakini kama tutapata kituo ambacho kitakuwa ni munasibisi, huko mbele kuna taarifa tu, hakuna mambo mengi. Tutajikuta kuwa tuna dakika 2-3 za kumalizia, kwa sababu huko mbele ni maelezo tu, hakuna vitu vingi sana. Qala ibn Sa'di, maana nilitaka kustop, lakini naona huko mbele nimekumbuka kuwa hakuna mambo mengi ya kuelezea kama huko mwanzo. Qala ibn Sa'di, asema ibn Sa'di Al-Humaydi min bani Asad ibn Abd al-Uzza ibn Qusay sahib ibn Uyayna. Huyu ibn Sa'di anamuelezea tu Al-Humaydi min bani Asad ibn Abd al-Uzza ibn Qusay, akimaanisha nisba yake tu, ambaye ni sahib ibn Uyayna. Ta makusudio yake ni kuelezea kuwa huyu vile vile ni katika Makuraish, lakini lengo lake wariwayatuhu warawiyatuhu, na huyu vile vile ni katika marwat. Yani Al-Humaydi min bani Asad ibn Abd al-Uzza ibn Qusay, huyu Al-Humaydi ambaye ni katika bani Asad ibn Abd al-Uzza ibn Qusay, sahib ibn Uyayna. Sahib ibn Uyayna ni katika wanafunzi wa Ibn Uyayna. Warawiyatuhu, na ni katika wale ambao wamepokea hadithi zake. Thiqatun kathirul hadith, huyu ni thiqa, ana hadithi nyingi sana. Mata bimakkah, alikufa Makkah sanata 19, mwaka 19. Hii maana yake ni mwaka 19. Ile 100 iko wapi? Ndio maana tunaulizia, au 200 iko wapi? Mwaka 19. Je, ile namba 2 iko wapi? Ndio maana tukasema kuwa kwa sababu wewe una ilmu na tabaka, akitajwa mtu utajua kuwa madamu huyu ni katika atba'u tabi'ina, hii 19 lazima niongeze 2, maana yake itakuwa 219.
Kwa hiyo hii ni nidhamu inatumika katika mambo ya kihistoria. Tumeshatanguliza mfano wake. Hii ni 19 tu, lakini ukiangalia katika bitaka hapa ambapo sisi tulisoma habari ya Al-Humaidi, ukiangalia unaona kuna 219 hapa pametajwa tu 19. 200 kwa wapi? 200 unaiongeza kwa sababu ya tabaka yake, lazima huyu mtu alikuwepo mwaka 200 na kitu. Sasa hicho kitu ndio kinachotajwa kwa ajili ya kufupisha, ndio maana kuna sababu ya watu kusoma kwa walimu. Kisha anasema wakadha arakha al-Bukhari, na vile vile Imam al-Bukhari kataja tarehe yake wakila sanata 20, baadhi wanasema alifariki mwaka 20. Rawalahu Muslimun fi muqaddimati kitabihi. Tulisema huko juu kwa Muslim kamtaja wapi katika muqaddima, yani Sahih Muslim ina muqaddima, utangulizi ambao unaelezea mambo mengi katika nidhamu za kuchukua hadithi, kusomesha hadithi, kuipa heshima hadithi na mambo mengi. Lakini sisi mukaddima ndo hatuusomi, lakini upo. Wa Ibn Majah fi tafsir, na Ibn Majah kamtaja Imam Al-Humaidi katika tafsiri, yani Ibn Majah ni katika mufassirun, ana kitabu chake cha tafsir kamtaja Imam Al-Humaidi. Kwa hiyo hawakumtaja ndani ya vitabu vyao ambavyo tutavisoma, wamemtaja nje ya zile sehemu ambazo sisi tutasoma, lakini almuhimu vile vile ni katika wanafunzi wake Muslim pamoja na Ibn Majah. Walbaquna wengine kama Bukhari كما تلبيوبيتا. قال محمد بن سهل القهستاني حدثنا الربيع بن سليمان سمعت الشافعي يقول أسيما من اللي مسكي الشافعي أكسيما ما رأيت صاحب بلغمي mimi sijamuona mtu ambaye ana balgham mara nyingi hufahamika kama makoho, balgham mate, yani ni kama hivyo, yani afadha min al-Humaidi. Sijamuona mtu ambaye bil ikhtisari yuko hai ana hifdhi kuliko Al-Humaidi. Huyu ni Imam Ash-Shafi'i ambaye ni mwalimu wake Al-Humaidi, asema maneno hayo. Asema kana yahfadhu li Sufyan bin Uyayna 10,000 hadithi, takriban hadithi 10,000, hadithi 1000 ngapi? 10,000 hadithi, takriban 10,000 kutoka kwa Al-Humaidi. Maana yake alikuwa na hifadhi hadithi nyingi. Tulipotoa mukaddima wa Sahih Bukhari tulielezea wingi wa hadithi unapatikana kwa njia zipi. Akibadilika rawi tu katika isnadi ni hadithi, likibadilika neno tu katika matni hadithi nyingine. Tumeelewana vizuri. Kwa hiyo ndio maana idadi inaongezeka kwa sababu ya mabadiliko ya asanidi na marwat. Baadhi ya wakati hadithi matni yake na sanadi yake inakuwa ni nyingine. Tuliashiria hili na hapa sio mahala pake kwa sababu ni jambo ambalo tutakuja kulisoma vizuri. وقال محمد بن إسحاق المروزي سمعت إسحاق بن راهويه يقول الأئمة في زماننا الشافعي والحميدي وأبو عبيد. معلماء ما إمام katika wakati wetu ni Shafi'i pamoja na Al-Humaidi na Abu Ubaid. Haya maelezo yako wazi kwa hawa ni maimamu toka wakati huo Shafi'i na Al-Humaidi, ingawa Al-Humaidi ni mwanafunzi wa Shafi'i, lakini wote ni maimamu. Yani haya ni mambo sasa hivi sisi unakuta mtu akishakuwa na uwezo kidogo kidogo wa kusoma na shekhi wake yupo katika msingi wa sawa na dini yake, lakini anaona mimi acha nianzishe na mimi markazi yangu, wakati shekhi yupo na ana ilmu na ana vitu havijui hendi. Lakini Al-Humaidi alikuwa ni imam na Shafi'i ni imam, na Al-Humaidi anasoma kwa Shafi'i. قال علي بن خلف سمعت الحميدي يقول اسمع mimi nilimsikia Al-Humaidi akisema ma dumtu bil Hijaz, wakati ambao mimi nitakuwa niko Hijaz, wa Ahmad ibn Hanbal bil Iraq, na Ahmad yuko Iraq, wa Ishaq ibn Khurasan, na Ishaq ibn Rahawayh yuko Khurasan, la yaghlibuna ahad, hakuna yote ambaye atatushinda. Tushapita kauli ya Ahmad akisema Al-Humaidi ni imam, tushapita kauli ya Ishaq akisema Al-Humaidi ni imam. Sasa Al-Humaidi kawakusanya wote hawa, tuangalie watu walivyokuwa na insaf, wanavyofahamu nafasi za watu. Aisha asema katika hadithi radhiallahu anha, umirna an nanzila an-nasa manazilahum, sisi tumeamrishwa watu tuwape hadhi na nafasi zao. Kila mmoja anamueleza mwenzake kwa mapenzi na kumpa nafasi ya ilmu yake. Allahu musta'an. وقال أبو العباس السراج أكسم أبو العباس السراج سمعت محمد بن إسماعيل هو البخاري يقول أكسم الحميدي إمام في الحديث. حميدي إمام كتك حديث بلا شك هيلو نفهمي كانت مشالي لذيك. والحميدي إمام كتك فاني يا حديثي. أنا سمع قال الفربري أما سمع بلا الفربري حدثنا محمد بن المهلبي البخاري قال حدثنا الحميدي قال والله الحميدي اسمه والله لأن أغزو هؤلاء الذين mimi kupambana na hawa ambao
yarudduna haditha rasulillah sallallahu alayhi wasallam, wanazirejesha hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam. Ahabu ilayya, jambo hilo lapendeza zaidi kwangu, min an aghzwa, kuliko kupambana, iddatahum, na idadi mfano wao, min al-atrak, ya wale ambao tunapambana kwa upanga. Tumeelewana vizuri kuliko kupambana na wale atrak, ima watu wa Turkia kwa wakati huo ambao walikuwa wanapambana na daula na Waislamu katika sehemu za jihad au mfano wake. Kwa hiyo mimi kupambana nao kwa upanga si bora kuliko kupambana nao kwa kuihifadhi sunna. Tuangalie huyu mtu alivyokuwa. Mimi nikae, watu wanakwenda katika jihad, mimi nahifadhi sunna, halafu nakaa sasa, kuna wale wanaorejesha sunna, wale makundi yaliyopotea, wale waliokuwa hataki sunna. Mimi akisema hadithi nishakuja na hifdhi, akisema hicho nishakuja na sanadi. Hawa mimi kuwatia adabu katika kuwaelimisha kwenye jambo la dini, nikaweka sawa, ni aula zaidi kwangu kuliko kuchukua upanga. Hichi alikiona ya al-Humaydi. Qultu, asema lama tufi ash-Shafi'i, yani hapa azungumza Imam al-Dhahabi alipokufa Imam al-Shafi'i, arada al-Humaydi an yatasaddara mawdi'ahu, alitaka al-Humaydi akae kiti cha Shafi'i. Alipokufa Shafi'i, al-Humaydi akataka akae. Fatanafasa huwa wa ibn Abd al-Hakam, wakashindana yeye na ibn Abd al-Hakam, ambaye wao jina lake anaitwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Hakam. Yeye mwenyewe ni al-Imam شيخ الإسلام أبو عبد الله المصري الفقيه، mtu wa Misri, ulida sanata 82 و100, alizaliwa takriban mwaka 182. Huu ni katika maulama, ni katika Sheikhul Islam, yani mtu kafikia level kubwa sana ya ilmu. Alishindana na al-Humaydi, nani akae katika kiti cha Shafi'i, akashinda, akakaa yeye. Kwa hiyo alishindana naye ala dhalika katika jambo hilo. وغلبه ابن عبد الحكم ابن عبد الحكم akamshinda ala majlis al-imam, katika kile kikao, katika kile kiti alichokuwa kikikalia Shafi'i. Thumma inna al-Humaydiya, kisha al-Humaydi raja ila Makkah, akarudi Makkah, wa aqama biha, akakaa huko Makkah, yanshuru al-ilm rahimahullah, akawa sasa ni mwenye kueneza elimu. Kwa hiyo almuhim, barakallahu fikum, ni kwa sisi tumeshasoma kitu kingi. Hapa ni hadithi tu anataja Imam al-Dhahabi, asema akhbarana Ismail ibn Abd al-Rahman qala akhbarana Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad al-Faqih qala akhbarana Abu al-Makarim al-Mubarak ibn Muhammad المبارك بن محمد قال أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن قال أخبرنا عثمان بن محمد قال أخبرنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال أخبرنا سفيان عن الزهري أنه سمع أنس بن مالك يقول. Hapa Imam Adhabi kataka tu kutaja sanadi yake mpaka kwa nani? Kwa al-Humaydi, basi kutoka kwa mashaikh zake mpaka kwa al-Humaydi, akitaka naye kunasibisha sanad kwa naye kapokea kwa huyu al-Allama al-Jalil. Yaqul, asema Anas, akhiru nadaratin, mtazamo wa mwisho, nadartuha ila Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ambao mimi niliutazama kwa mtume. Kashafa as-sitarata, mtume alinyanyua pazia يوم الاثنين والناس صفوف, siku ya Jumatatu aliyekuwa watu wamejipanga safu, khalfa Abi Bakar, wako nyuma ya Abu Bakar. Falamma raauhu, walipomuona, kaannahum tahraku, kana kwamba wao tahraku, yani walionyesha ishara ya movement. Fa ashara ilayhim Rasulullah sallallahu alayhi wasallam animdu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaashiria endeleeni, yani wasalisha na Abu Bakar. Fanadhartu ila wajhihi, mimi nikaangalia uso wake, kaannahu waraqatu mushafin, kana kwamba ni waraka wa mushaf. Wa alqa as-sijfa, kwa hiyo akaachia ile pazia. Watuufia min akhir dhalika al-yawm, muttafaqun alayh, akafariki mwisho wa siku hiyo. Warawahu Muslimun ani al-Hulwani wa Abd an Yaqub ibn Ibrahim an abihi an Salih an az-Zuhri. Bila shaka ni mambo ambayo yanaelezea tu sanad, sisi sio nukta yetu. Qawluhu wa tuwfiya min akhir dhalika al-yawm, qawli yake aliposema Anas kwa alifariki mwisho wa siku hiyo, gharib, hani maneno ambayo kidogo ni mageni. Inma al-mahfudh, kilichokuwa kimehifadhiwa, annahu tuwfiya fi awail an-nahar, alifariki mtume mwanzo wa mchana, kabla dhuhri, kabla ya dhuhuri, يوم الاثنين, siku ya Jumatatu. Kwa hiyo kisha hapa tu Imam
Adh-Dhahabi akataja hadithi ile iliyokuwa ndani ya Sahih Bukhari, kisha anatuelezea kwa nini Bukhari aiweke katika mlango. Anasema akhbarana Yusuf ibn Abi Nasr wa Abdullah ibn Qiwam wa iddatu قالوا أخبرنا ابن الزبيدي قال أخبرنا أبو الوقت قال أخبرنا الداودي قال أخبرنا ابن حمويه قال أخبرنا ابن مطر قال حدثنا البخاري قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر رضي الله عنه يقول على المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وذكر الحديث. Kwa hiyo Imam Adh-Dhahabi kaitaja tuko sanadi yake, anasema hadha awwalu shay'in iftataha bihi al-Bukhari. Sawa, hichi ni kipengele kinatuhusu. Anasema ndo maneno ya mwisho tunamalizia. Anasema Imam Adh-Dhahabi hadha hadithi hii, yani hii ambayo sisi tumeisoma inama al-a'malu binniyat, asema hadha awwalu shay'in, hichi ndo kitu cha mwanzo, yani hadithi iftataha bihi al-Bukhari ambayo kafungulia kupitia hadithi hiyo Imam al-Bukhari sahihahu, kitabu chake cha sahih. Fasayyarahu, akaifanya hiyo hadithi kala khutbati lahu, kama khutba kwake yeye. Hichi kipengele tukihifadhi, tukikumbuke kuwa hadithi innamal a'malu binniyat ipo katika kitabu al-Wahy, lakini ukiitazama kana kwamba haina maudhui ya wahi. Kwa nini? Anasema Adh-Dhahabi fasayyarahu kan khutbati lahu, ina maana hii hadithi imefanywa kama khutba, ahutubiwa mtu kwamba katika safari yako hii ya kusoma kitabu hichi utakutana na wahi na mambo mengi ya kisheria, tengeneza nia yako. Kwa hiyo hadithi ni kama khutba. وعدل عن روايته افتتاحا بحديث مالك الإمام إلى هذا الإسناد لجلالة الحميدي وتقدمه. أكسم وعدل عن روايته افتتاحا بحديث مالك، akaacha kufungua kitabu chake kwa hadithi ya Malik al-Imam ila hadha al-isnad, akaacha sanadi ya Malik akachukua sanadi ya al-Humaydi lijalalati al-Humaydi, kutokana na nafasi ya al-Humaydi wa taqaddumi, na kwa al-Humaydi kwenda katika ilmu yeye katangulizwa zaidi, tumeelewana vizuri kuliko Imam Malik. Ingawa al-Humaydi kachelewa, lakini kupitia ilmu na nafasi kwa Bukhari anaona al-Humaydi nafasi yake ni kubwa zaidi. Walianna isnadahu hadha azizun al-mithli, na sanadi hii aliyo nayo Imam al-Bukhari aliyotaja katika kitabu chake azizul mithli, maana yake nafasi yake ya juu sana, jiddan sana. Laysa fihi an'anatu abadan, hakuna lafdhi la an fulan an fulan. Katika hadithi ikitumika neno an fulan, hadathana fulan an fulan an fulan, hili linakuwa linashusha ile hadithi mpaka kuna mambo yafahamike, ikiwemo lazima watu hakikishe hii an ni kuwa mtu kasikia kutoka kwa shekhe, au an manake inatoka tu kwa fulani. Manake baadhi ya wakati hadithi inaweza kuwa ni dhaif hata kama ina an, kwa sababu baadhi ya wakati hajasikia mtu kutoka kwa mtu mwingine anasema an. Mfano kama mimi kusema an Abi Hurairata, mimi sijamsikia Abu Huraira lakini natumia an. Lakini nikisema sami'tu Abu Hurairata siwezi kusema sami'tu kwa sababu sijasikia, lakini naweza nikatumia an. Sasa ile an, je, nimesikia kwa Abu Huraira au sijasikia? Ndio maana akasema hii hadithi haina an, kwa sababu an baadhi ya wakati inaleta sura kana kwamba mmoja katika marwati hajasikia kutoka kwa yule ambaye anapokea kutoka kwake. Kwa hiyo anasema laysa fihi an'anatun abada, hii haina an sanadi aliyotaja Bukhari, bal kullu wahidin minhum saraha bisama'i lahu, kila mmoja kaeka wazi huwa kasikia hiyo hadithi, kasikia kutoka kwa mwingine, ndiyo maana yake. Kwa hiyo haya maelezo ya mwisho bila shaka ni maelezo ya kitaalamu na maelezo ya kifani, na sisi tunayashiria hatuyaelezei. Almuhim hapa tutakuwa tumeshamaliza kusoma tarjama ya al-Imam al-Allama al-Humaydi, tutakuwa hapa tumeshamaliza. Kwa hiyo mara nyingi sisi katika kusoma kwetu insha Allah tutakuwa ni wenye kuvikusudia vipengele vile ambavyo tutakuwa tunafaidika navyo. Nilisema kwa mwishoni kabisa tutarudi katika bitaka yetu, kuna kipengele tumalizie ili darasa yetu tuifunge barakallahu fikum, ambayo takriban itakuwa imechukua lisali moja na dakika 20 na kitu.
Huyu ni Al-Humaidi ambaye sisi tulisema tutamrudia katika kipengele cha al-masadir. Masadir ni vitabu ambavyo vimemtaja Al-Humaidi. Ukitaka kufahamu urudi wapi, At-Tabaqatu al-Kabir libni Sa'di, Tabaqatu al-Kabir libni Sa'di, hicho ndo kitabu cha Ibn Sa'di katajwa Al-Humaidi. Lakini vile vile Su'alatu ibn al-Junaidi libni Ma'in, kuna kitabu kinaitwa Su'alatu ibn al-Junaidi libni Ma'in katajwa Al-Humaidi. Lakini At-Tarikh al-Kabir ya Imam al-Bukhari kamtaja, At-Tarikh al-Awsat vile vile ya Imam al-Bukhari kamtaja Al-Humaidi. Lakini kuna Al-Jarh wa At-Ta'dil katika kitabu hicho katajwa Al-Humaidi. Athiqatu libni Hibban, Athiqatu libni Hibban katajwa. Mtu atasema subiri niandike ustadhi, niandike. Hapana, ingia katika program, sisi tumeshatoa mwongozo, andika masadir, yatakuja majina ya hivi vitu hivi vitabu, kisha utaandika kwa utulivu. Kwa hiyo tufuate ile miongozo tulioitoa. Su'alatu as-Sajzi lil-Hakim, as-Sajzi lil-Hakim vile vile katajwa huyu Al-Humaidi. Talkhisu al-Mutashabihi lil-Khatibi al-Baghdadi vile vile katajwa Al-Humaidi. Tahdhibu al-Kamal, kitabu ambacho ndo tumetumia kuelezea wanafunzi na mashekhe wa al-Imam Al-Humaidi katajwa. Tarikh al-Islam, hii Tahdhibu al-Kamal ya Imam Al-Mizzi. Tarikh al-Islam ya Imam Al-Dhahabi. Siyar A'lam al-Nubala ya Imam Al-Dhahabi. Sisi tumetumia Tahdhibu al-Kamal na Siyar A'lam al-Nubala kueleza tulichokieleza katika tarjama ya Al-Humaidi. Al-Kashif vile vile katajwa. Al-I'lam biwafayati al-A'lam lizirkashi katajwa. Tahdhibu at-Tahdhib na Takhrib at-Tahdhib, vitabu vya Imam As-Suyuti vile vile vimemtaja Imam Al-Humaidi. Na ndio maana ukiangalia basi utakuta Al-Humaidi Ibn Hajar kamtaja tabaka yake. Kamtaja wapi? Ukiangalia katika bitaka yake, basi maana yake utakuta kamtaja fi Takhribi at-Tahdhib. Kwa bila shaka katika maruwati hawa insha Allah tutakuwa ni wenye kuwataja habari zao, na mwishoni tutakuwa tunamalizia hizi masadir, sehemu ambazo wametajwa na katika vitabu ambavyo wametajwa. Kwa hiyo hapo tutakuwa tumemalizana na Imam Al-Humaidi. Bila shaka darsa zijazo tukimkuta Al-Humaidi tutarudi tu katika kipengele kinachosema bitaqa, bas tutamsoma kwa huyo tulimsoma ni fulani fulani, lakini habari zake bila shaka tukisema tuzikariri kila tunapoonana naye, ina maana darasa zinaweza kurefuka na huenda ikawa hakuna ulazima. Na ndo nidhamu ya uandishi, kila ulichokuwa kushakipita kuna kitu kinaitwa dirasatu as-sabiqa. Sawa? Dirasatu as-sabiqa ni kumwambia mwanafunzi nenda katika muhadhara wa Bukhari darasa namba ngapi kafuatilie, kama tumeandika nenda katika peji namba ngapi kafuatilie. Kwa hiyo tukimkuta Al-Humaidi yuko mbeleni tutaleta ishara kuwa nenda katika hadithi ya mwanzo ya Sahih Bukhari, rai wa mwanzo katika darasa ambazo insha Allah yani mtu ataelekezwa arudi atakuta hii tarjama ya leo ambayo sisi tumeitoa tukimuelezea huyu al-Allama al-Jalil sahibu wetu Abdullah ibn Zubairi Al-Humaidi. Wallahu tabaraka wa taala a'lam. Tayari tumetimiza lisali moja takriban dakika 23 au dakika 30 kamili kwa wale ambao wamewahi darasa. Kwa hiyo tutafikia hapa na tunaomba radhi kwa kuvuta muda kidogo, kwa sababu haya mambo yalivyo, tukisema tusome nusu akija mtu katika wiki ijayo huenda kashasahau. Uzuri tuikusanye tarjama kwa kadari Allah atakavyotuwezesha, ili darasa yote ya tarjama ya rawi iwe katika darasa moja. Tumekuta mambo mengi, basi tutumie darasa mbili, lakini katika darasa hizo kuna vipengele vya kutosha ambavyo insha Allah sisi tutakuwa ni wenye kuvizungumza. Barakallahu fikum. Mimi niishia hapa, tutakuja kuendelea katika kitabu chetu cha Sahihu al-Bukhari, tukiwa tuko na rawi wetu Sufyan ibn Uyaynah. Kama hapa ilivyo, qala Bukhari hadathana al-Humaidi, tumeshamzungumza na tumeshajua habari zake kwa ni imam. Qala hadathana Sufyan ambaye huwa ni ibn Uyaynah. Inshallah darasa ijayo tutakuja kumzungumza nani ibn Uyaynah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
Barakallahu fikum Ustadhi kuwa nasi na waliohudhuria, barakallahu fikum. Kama kuna mtu ana pahala nataka, muda ni mkubwa sana kwa kweli, sio lakini kama kuna mtu pahala anataka ufafanuzi na ya ziada, kwamba tujitahidi kuzikariri, kuzirejea ziko kwenye YouTube, hizi durusu kuzifuatilia kwa namna wewe upole kabisa, kwa sababu kuna lengo ni kwamba tukiwajua hawa watu na namna walivyosoma na namna sisi tunaposoma, utaona kwamba kuna farq baina samai wal ardh. Sallallahu alaihi wasallam wale walikuwa rijali na Allah alitia baraka katika wakati wao. Hilo ni ndio kweli hapa, sisi tutazame sana Allah alitia baraka katika wakati wao. Watu waislamu na kidete katika kuhakikisha kwamba sunna za sallallahu alaihi wasallam, hadithi za sallallahu alaihi wasallam zinahifadhiwa na zinafikishiwa wale ambao kwamba watakuja kuona kwamba hivi ni vitu muhimu. Baadhi ya watu ambao tukiangalia katika hawa kwa tunahisi kama kuna umuhimu wa kusoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kupitia hawa rijali, wasoma wao kujua namna walivyohangaikia dini. Ndio utakuja utasema sisi kwa kweli kile tulilofanya kuhusiana katika kuhudumia dini, baada kadamta li hadha din, nini mimi na wewe tumekadimisha kwa dini hii. Lazima tunajiuliza kipi kilichokifanya kwa dini hii. Hawa ni rijali tunasoma kwa lengo kwamba sisi tupale kama kuna tushtuki, jamaa tumefanya nini kwa dini hii. Kama kuna mtu ana swali au nini anaweza kaulizia, au kama kuna mtu atakapata mfano zaidi anaweza akaulizia, huko tukifikiria kwamba na sisi tunahitaji kufanya khidma kwa dini yetu. Mengi ya dini yanatakiwa kuhudumia, kukadimishwa kwa watu ambao hawajui, wachili ambao kwa sio Waislamu. Katika sisi Waislamu tunahitaji mambo tu tuelimishane, tushajishane, mizane, yani yule sio. Sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fik. Na kama hakuna za ziada, hakuna mtu mwenye swali wala nini, basi hatuna ziada zaidi ya kusema subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.